Kabla tujasoma neno, ningependa tutanguliza kwa maombi kwa kuwa Mungu ni mkuu zaidi ya yote. Nakushukuru Mungu kwa ajili ya hili neno. Neno hili limefanyika kuwa mkate wa kila siku ndani mwangu, nami nimekushuhudia tangu nilipokuwa mdogo hadi saa hizi. Mungu umetendea miujiza. Na kwa wale wachache watakaoamini kwa kupitia kwa hili neno, Mungu atakombolewa. Yote aliyekuwa amekata tamaa, Mungu utarejesha amani yake na utukufu wako ndani mwako unaonekana jinsi ambavyo ulivyo mkuu. Yule aliyekata tamaa kwa ajili ya maisha, Mungu upo tayari ili kumuonyesha njia na kufuata njia zilizo za haki. Asante kwa neema na kibali hiki ndani mwangu. Mungu nitumie kama chombo kwa ajili ya hili neno, utukufu wako ukaweze kujulikana kijijini, mjini, hata mataifa yote. Mungu uwepo wako ukaweze kuonekana. Asante kwa hili andiko. Ninapolisoma, Mungu ondoa yaliyo ya kwangu, nipatie yaliyo ya kwako. Nipe hekima na maarifa ya kulisoma hili neno. Kwa Kristo nimeomba na kuamini. Kitabu ni cha Luka sura ya 7 mstari mdogo wa 11 hadi mstari mdogo wa 17. Tasoma kwa imani. Baadaye kidogo Yesu alikwenda katika mji mmoja uitwao Naini, na wafuasi wake na kundi kubwa la watu waliandamana naye. Basi alipokuwa anakaribia lango la mji, walitokea watu wamembeba maiti ya mwanaume mmoja, mtoto wa pekee wa mama mjane. Watu wengi wa mji ule walikuwa pamoja na huyo mama. Bwana alipomuona mama huyo akamuonea huruma, akamwambia, usilie. 14. Kisha akaenda akaligusa lile jeneza, na wale waliokuwa wamelichukua wakasimama. Halafu akasema, kijana, na kuamuru amka. 15. Yule aliyekufa akaketi, akaanza kuongea, na Yesu akamkabidhi kwa mama yake. 16. Watu wote walishikwa na hofu, wakawa wanamtukuza Mungu wakisema, nabii mkuu ametokea kati yetu. Mungu amekuja kuwakomboa watu wake. Habari hizo zikaenea kote katika Yudea na katika nchi za jirani. Bwana wetu Yesu Kristo, nakushukuru kwa ajili ya ishara zako ulizozitenda pale Naini, na nguvu zako na mamlaka zikaonekana ya kwamba ulitumwa na Mungu ili kutekeleza yale ambayo uliokuwa umetumwa. Nami kupitia kwa hichi kibali ambacho Mungu ulichokiweka ndani mwangu cha utumishi wako, nasema ni asante. Nahitaji ishara zako zikaweze kujulikana kuanzia vijijini hadi mjini na mataifa yote kupitia kwa hili andiko. Mungu jitukuze ndani mwangu ili jina lako likaweze kutukuka, na ukombozi wako ukaweze kuwa ndani mwa maisha yangu, na wale wanaohitaji ukombozi ukaweze kuwakomboa. Asante kwa mamlaka yako juu ya maisha yangu. Umenitetea, umenitoa mbali Mungu kunifikisha mahali niliko hapa. Ni shukrani na ushuhuda. Yale ningenena mengi Bwana, ni ushuhuda na ni shukrani kila wakati. Asante, maana hata pia mahali niliko hapa Mungu unaenda kutenda maajabu. Yote anayenisikiliza na kunitazama, yote aliye karibu yangu Mungu, na muombea neema yako ikaweze kuwa pamoja naye. Ishara zako na mamlaka zikaweze kumfuata. Asante kwa ajili unaenda kufufua mioyo ya wale waliokuwa wamekufa mioyo, waliokuwa wamekata tamaa, waliokuwa wanajeruhiwa, hata wengine wako mahali tofauti na wanapitia changamoto mingi, imani yao imekufa. Leo Yesu shuka ili ukaweze kuwafufua nafsi zao na maisha yao yakaweze kukombolewa. Asante kwa yule anayenitazama na kunisikiliza. Wacha Roho wako Mtakatifu ashuke na akaweze kumkomboa. Asante kwa kibali chako, maana ninajua kwamba mambo haya hayatendeki hapa tu, bali kote nchini Mungu yatajulikana ya kwamba wewe ni mfalme. Asante kwa kibali chako, neema yako inatosha. Asante kwa Roho wako Mtakatifu. Kwa Kristo nimeomba hata pia na kuamini. Amen. Amen. Amen and amen. God bless. Shalom.
nataka kusema hivi.